بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tunaanza risala hii inayoitwa Al-Minzar fi bayani kathirin min al-akhta'i ash-sha'i'a. Ni kitabu mufid kinachoelezea makosa mengi yaliyoenea katika upande wa aqida, katika upande wa ibadat, katika kila jambo anaelezea Sheikh huyo hafidhahullah makosa mbalimbali yanayoenea kwa baadhi ya Waislamu, aidha wengine wanajua lakini ni wapuuzaji, au wengine hawayajui makosa hayo, wanayafanya kama ndiyo kweli, kama ndiyo sawa. Kwa hiyo Sheikh ametunga kitabu hiki kuelezea makosa hayo mengi yaliyoenea katika kila upande katika masala ya dini yetu. Mwanzo kabisa Sheikh Saleh bin Abdul Aziz Ali Sheikh ameanza kuelezea kwa upande wa aqida na tauhid, makosa yanayofanyika katika upande wa aqida na tauhid. Qala akhta fil aqidati wat tauhid, makosa katika upande wa aqida na tauhid. Qala awalan ash-shirkiyatu al-mukhrijatu min al-milla, mambo ya ushirikina ambayo yanamtoa mtu katika dini. Wa ba'dhu anwa'i shirki al-akbar, na baadhi ya sampuli za ushirikina mkubwa. Kama inavyojulikana kwamba ushirikina mkubwa ni sumu kwa Muislamu, kwa sababu kwanza unamtoa katika dini, anakuwa si Muislamu tena. Pili, akifa na ushirikina huo anakuwa ni milele motoni. Tatu ni kwamba hasamehewi madhambi yake hayo ya ushirikina. Nne ni kwamba ni haramu kuingia peponi mtu aliyekufa na ushirikina huo mkubwa. Kwa ni lazima Waislamu watahadharishane ushirikina huo mkubwa pamoja na ushirikina mdogo, lakini madhara ya ushirikina mkubwa ni madhara makubwa zaidi kuliko madhara ya ushirikina mdogo. Kwanza, al-istighathatu bil amwati wa du'auhum, kutaka kuokolewa na maiti na kuwaomba maiti. Hili ni jambo ambalo ni la ushirikina mkubwa, kwamba mtu anakwenda katika kabri au hata haendi, lakini anawaomba maiti au anamuomba maiti masala yake, amtatulie matatizo yake. Hii ni moja katika ushirikina mkubwa ambao unamtoa mtu katika dini hii ya Uislamu. Al-istighathatu bil amwati, kutaka kuokolewa na maiti, wa du'auhum, na kuwaomba maiti, wa talabul madadi minhum, kutaka msaada kwao, wa taqarrubu lahum bi ayi naw'in min al-ibadat, na kujikurubisha kwa maiti kwa sampuli yoyote katika sampuli za ibada. Hayo wa yaqulu wa dhalika shirkun akbaru naqilun 'anil milla, hayo ni ushirikina mkubwa ambao unamtoa mtu katika dini ya Uislamu. Kwenda kuomba maiti au kuwaomba maiti au kutaka maiti wakusaidie na kujikurubisha kwao, labda kuweka nadhiri kwa ajili ya maiti fulani, kutoa sadaka kwa ajili ya maiti fulani. Hizi zote ni ibada anafanyiwa Allah. Kwa mtu anapomfanyia maiti ibada hizi, moja kwa moja ni kwamba anatoka katika dini ya Uislamu. Liqauli Allah ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe tu tunakuabudu na wewe tu tunakuomba msaada. Qala Sheikh, fataqdimul maf'uli iyyaka mufidu liikhtisas, kutangulizwa maf'ul iyyaka, hii inafahamisha ikhtisas, kuhusika jambo la ibada kwa Allah peke yake. Ndio maana Allah ametanguliza iyyaka na'budu, wewe tu tunakuabudu, hakuna mwingine. Wadhālika ma dallat alayhi kalimatu tauhid
la ilaha illa Allah. Na hayo ndio ambayo yamefahamishwa na kalima hili la tauhid la ilaha illa Allah, kwamba hakuna anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake. Wa min anwa'il ibada ad-du'a, na katika sampuli za ibada anazoabudiwa Allah ni dua. Kwa dua hii unapomuomba maiti umefanya jambo la kumwabudu Allah, ukamwabudu maiti. Kwa hiyo ni moja katika sampuli za ushirikina, kumuomba maiti. Ala bal huwa al-ibada, bali dua ndiyo ibada, kama thabata fi sunan min hadithi Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala ad-du'a huwa al-ibada, dua ni ibada. Wa sarfu al-ibadati li ghayri Allah shirkun wa kufrun, kumfanyia ibada asiyekuwa Allah ni ushirikina na ni ukafiri. Kwa mtu anapomuomba maiti jambo lolote, anamuomba jambo lolote, anamuomba riziki, anamuomba mtoto, anamuomba kitu chochote, ni kwamba amemuomba maiti, na hiyo ni ibada anayofanyiwa Allah ya kuomba. Kwa hiyo amefanya ushirikina na amekufuru. Qala ta'ala ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. wenye kuomba pamoja na Allah wakamuomba mola mwingine, la burhana lahu bihi, hana dalili kwa jambo hilo, fa innama hisabuhu inda rabbi, hisabu yake huyo iko kwa mola wake, innahu la yuflihul kafirun, makafiri hawafaulu. Qala wa man min siyaghil umumi ta'ummu kulla ma kana fi hayyiz silatiha. Man ni katika matamshi ya kuenea, inamuenea kila ambaye yuko katika upande huo wa uhusiano wake. Wa man yad'u, kwa hiyo inaenea kila mwenye kumuomba asiyekuwa Allah au akamuomba mola mwingine pamoja na Allah, huo ni kwamba anaingia katika hisabu hii kwamba ni katika makafiri, ametoka katika Uislamu. Qala wa man min siyaghil umumi ta'ummu kulla ma kana fi hayyiz silatiha fadhahara anna man da'a ma'a Allahi ahadan ayyan kana fahuwa min al-kafirin. Imedhihiri kwamba anayeomba pamoja na Allah yoyote, anamuomba yoyote pamoja na Allah vyovyote alivyo, huyo ni katika makafiri. Waqala ta'ala wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada, misikiti ni ya Allah, msimuombe, msimuabudu pamoja na Allah yoyote. وقال تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Anasema Isa ibn Maryam, enyi wana wa Israeli, mpwekesheni Allah mola wangu na mola wenu, kwani mwenye kumshirikisha Allah na kitu kingine Allah amemharamishia pepo, ni haramu kuingia peponi mtu aliyekufa na ushirikina huo. Wa ma'wahu an-nar, na makazi yake ni motoni. Wa mali dhalimina min ansar, washirikina hawana wenye kuwanusuru. Wa min ad-du'ai anwa'u at-talab, na katika dua pia sampuli za talab, kuomba ka talabil ghauthi, kama kutaka kuokolewa. Wa huwa al-istighatha, al-ghauth ndio istighatha, kutaka kuokolewa. Wa talabul madad, na kutaka msaada. Wa talabul aun, kadhalika kutaka usaidizi, unataka usaidizi kwa maiti. Wa ghairu dhalik, na mengineyo ambayo anafanyiwa Allah ukamfanyia huyo maiti. Wakadhalika sualul mauta ash-shafa'ata shirkun akbar, vile vile kuwaomba maiti shafaa, maiti wa kuombee shafaa kwa Allah, wa kuombee kwa Allah, Allah akusamehe. Unakwenda kwa makaburi unawaomba wale maiti shafaa kwamba wakuombee huko kwa Allah,
huo pia ni ushirikina mkubwa. Wadhalika liqaulihi ta'ala amittakhadhu min duni llahi shufaa qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wala ya'qilun qul lillahi ash-shafa'atu jami'a. Hivi wanafanya badali ya Allah waombezi shafa'a, waambie awalau kanu la yamlikuna shay'an wala ya'qilun, nyinyi mnawaomba hao hata kama hawamiliki jambo lolote wala hawafahamu. Qul lillahi shafa'atu jami'a, waambie shafa'a ni ya Allah yote, shafa'a yote ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله تقدس أسماؤه وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وخفishe wale wanaomwogopa Allah, wakhofishe kukusanywa kwa Mola wao, hawana min dunihi badali ya Allah waliyun mpenzi yoyote, wala shafi'un wala mwenye kuomba shafa'a, la'allahum yattaqun, kwa ajili wapate kuwa na takwa. Wa ghairu dhalik min al-ayat, na nyinginezo katika aya. Kwa hiyo huwezi ukaomba shafa'a kwa maiti, huo ni ushirikina, tena ushirikina mkubwa. قال فلما كانت الشفاعة لله وحده وليس لأحد شفيع من دون الله ممن مات وانقطع عمله تقرر أن طلب الشفاعة وسؤالها من غير الله من الميتين شرك. ilipokuwa shafa'a ni ya Allah peke yake na hana yoyote shafi' mwenye kumuombea shafa'a kuliko Allah, mimma mata, katika waliokufa, wanqata amaluhu, na zikakatika amali zao, hapo takarrara anna talaba shafa'a, imethubutu kwamba kutaka shafa'a na kuomba shafa'a min ghairi Allah, kwa asiyekuwa Allah, min almayitin, katika waliokufa, ni ushirikina. ثم قال وأسعد الشفاعة وأسعد الناس يوم القيامة بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم أهل التوحيد المتنزهون عن أنواع الشرك. mwema katika watu siku ya kiyama atakayepata shafa'a ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu wa tauhid. Watu wa tauhid ndio watakaopata shafa'a ya mtume sallallahu alaihi wasallam, almutanazzihuna an anwa'i shirki, watu wa tauhid wenye kutakasika na sampuli za ushirikina. Hawa ndio watakaopata shafa'a ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, almukhlisuna fi qawlihim la ilaha illa Allah, walio na ikhlas katika maneno yao la ilaha illa Allah. Wanaposema la ilaha illa Allah, wanasema hali ya kuwa ni wa kweli, hali ya kuwa ni wana ikhlas, kwamba hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Lakini mtu anasema la ilaha illa Allah, halafu anamuomba ya Hussein, la ilaha illa Allah ya Ali, la ilaha illa Allah, anakwenda kuomba maiti. Hii la ilaha illa Allah haitamfaa lolote. La ilaha illa Allah, mtu anaisema la ilaha illa Allah na huko anamwabudu Allah peke yake, la sharika lahu. Sio wasema la ilaha illa Allah halafu wenda kuomba shafaa maiti, wenda kuomba matatizo yako maiti. Sasa la ilaha illa Allah haina maana hapo. La ilaha illa Allah ya Hussein, sasa hakuna maana ya la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah inafutika hapo moja kwa moja, inafutika. La ilaha illa Allah inakuwa umeisema tu kwa ulimi, lakini hakuna moyoni mwako maana ya la ilaha illa Allah. Kwa anayesema la ilaha illa Allah ajue maana yake na aseme hivyo kwa ikhlas, kwamba jambo lolote la ibada anamfanyia Allah peke yake, ndiye anayestahiki kuabudiwa. Lakini kusema tu la ilaha illa Allah na huku afanya ushirikina, la ilaha illa Allah hapo haina msaada wowote itakayokusaidia. Jambo la tatu, wadhabhu wanadhru lilquburi au almashahidi au almauta shirkun akbaru. Kuchinja na kuweka nadhiri kwa ajili ya makaburi au almashahid
mashahid ni yale makaburi yaliyojengewa juu, yakajengewa makuba, yakenda pale watu kufanya ziara pale na kuyafanyia tawafu. Hao ndio mashahid, makaburi ambao kuna maiti halafu kumejengewa juu kuba. Qala wadhabhu wan-nadhru lilqubur, kuchinja na kuwekea nadhri kwa makaburi au almashahid au almauta, au kuwachinjia wanyama hao maiti au kuweka nadhri kwa ajili ya maiti wale, shirkun akbar, huo pia ni ushirikina mkubwa. Kuchinja ni katika ibada anazoabudiwa Allah peke yake, ni katika ibada kama ibada ya sala na saumu, ndio kuchinja. Unachinja mnyama kwa ajili ya Allah, unatoa sadaka mnyama yule kwa kujikurubisha kwa Allah. Kwa hiyo kuchinja ni ibada kama ibada nyingine. Qala amma dhabhu faliqawlihi ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu, sema hakika sala yangu na kuchinja kwangu na uhai wangu na kufa kwangu yote hayo ni kwa ajili ya Allah mola wa viumbe vyote, la sharika lahu, hana mshirika. Qala fakama anna salata lillahi wahda, kama ilivyo kwamba sala ni kwa ajili ya Allah peke yake, fanusuku wa huwa dhabhu lillahi wahdahu, kuchinja pia ni kwa ajili ya Allah peke yake, la sharika lahu, hana mshirika, binassil aya, kwa nasi ya aya hiyo. Pia wa qawluhu ta'ala fasalli lirabbika wanhar, sali kwa ajili ya Mola wako na chinja mnyama pia kwa ajili ya Mola wako. Kwa unapochinja mnyama kwa ajili ya jini, kwa ajili ya shetani, kwa ajili ya panga si mzimu, hiyo ni ushirikina mkubwa. Umetoka, yani mtu anatoka katika dini kwa kufanya jambo hilo la kumchinjia jini. Mtu mgonjwa, jini anasema huyo haponi mpaka mchinje mbuzi mweusi. Mnapochinja tayari mmemchinjia yule jini na shetani, ni ushirikina huo, mmetoka katika Uislamu. Kwa masuala haya ya kuchinja wanyama, baadhi ya Waislamu wanayapuuza, kwamba mtu anamchinjia jini, anamchinjia shetani. Mtu amenunua gari, anakwenda kuchinja mnyama katika siti zile za gari, anaingia ndani ya gari na kuingia na mbuzi na kisu kule kuchinja mnyama, damu anaitia katika zile siti. Ushirikina huo ni ushirikina. Naam, kumshukuru Allah kwa kuchinja mnyama inatakiwa. Umenunua gari yako, unachinja mnyama, unamshukuru Allah kwa nia hiyo, ile nyama unaitoa sadaka, hiyo hapana shaka kwamba ni ibada, unamwabudu Allah. Lakini unachinja mnyama ndani ya gari, ndani ya gari, manake umeambiwa hivyo na yule mchawi mganga kwamba chinja ndani ya gari, ndio customer utapata wengi, kila siku utapata 10,000 wewe, ukitoka hapa tu mpaka feri 10,000 mpaka jioni. Huo ni urongo wa majini, huo ni ushirikina. Qala wanahru min afdali alibadat, kuchinja ni katika bora ya ibada. Jambo la kuchinja mnyama ukajikurubisha kwa Allah, ukamtoa sadaka mnyama yule, ni katika ibada bora. Lima fihi min isalati dami ikhlasan lillah, sababu ndani yake kuna kumwaga damu kwa ajili ya kumtakasia Allah. Wa fihi dhullu al-abdi wa khudu'uhu wa talabuhu ma 'inda Allah bitaqarrubihi bidami lillahi azza wa jalla. Kuna mtu kujidhalilisha na kufanya unyenyekevu kwa Allah na kutaka yaliyo kwa Allah, ambao ni kujikurubisha kwa damu ile kwa ajili ya Allah jalla jalalu. Wa fi hadithi Ali, la'ana Allahu man dhabaha li ghairi Allah, Allah amlani aliyechinja mnyama kwa ajili ya asiye kwa Allah. La'ana Allahu man dhabaha li ghairi Allah, Allah amlani mtu aliyechinja mnyama kwa ajili ya asiye kwa Allah. Hii ni kuonesha kwamba jambo la kuchinja mnyama ni katika ibada ambazo anaabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika la. Ama unapochinja mnyama kwa ajili ya watoto wako mle nyama wiki 2 wiki nzima, au unachinja mnyama kwa ajili ya mgeni, hii bado ni taqarruban ila Allah. Unachinja mnyama, mbuzi, kuna wageni wanakuja, bado unajikurubisha kwa Allah
kwa kuwakirimu wageni wale. Lakini ukichinja mnyama kwa ajili ya jini, yule jini ni kwamba anataka ile damu, hana haja na nyama utaigawanya, lakini ile damu ndiyo ya huyo jini. Huo ni ushirikina, na mnyama huyo pia itakuwa ni haramu kuliwa. Wale wanaopewa wanyama hao wa kuchinjwa kwa ajili ya mashetani, kwa ajili ya jini, mnyama yule inakuwa ni haramu kumla, kwa sababu hakuchinjwa lillah, kwa ajili ya Allah, amechinjwa kwa ajili ya jini. إذن وفي حديث علي لعن الله من ذبح لغير الله رواه مسلم في صحيحه مرفوعا. وأما النذر أما نذري فلقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. chochote mnachokitoa katika chakula au mlichoweka nadhiri, Allah anakijua na atakulipeni kwa hayo. وقوله تبارك اسمه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. wanatekeleza nadhri na wanaiogopa siku ambayo shari yake ni yenye kuendelea. fadalla dhalika ala anna alwafaa bin nadhri mahbubun lillah. Aya hizo zinafahamisha kwamba kutekeleza nadhri ni jambo linapendwa na Allah. Mtu anaweka nadhri kwamba mtoto wangu akifaulu basi nitasali rakaa 2. Nadhri ile kuitekeleza ni lazima usali hizo rakaa 2, iwe mtoto akifaulu au mgonjwa akipona, lazima utekeleze rakaa hizo 2, ndio nadhri. yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. wayujaru au wayajaru sahibahu alayhi. Allah anamlipa thawabu mwenye kuweka nadhri kwa jambo hilo, fayakunu ibada, kwa inakuwa kuweka nadhri ni ibada. wa sarfu al-ibadati li ghairi Allah shirkun, kuifanya ibada kumfanyia asiyekuwa Allah ni ushirikina, kama taqaddama tafsilu adillatihi fi al-mas'ala al-ula, kama ilivyotangulia upambanuzi wa dalili zake katika mas'ala ya kwanza. Allah